Kila jambo ambalo lilifanya Bwana Yesu lilikuwa limeandikwa. Yaani Bwana Yesu alikuwa anafanya vitu vilivyokuwa vimeandikwa. That's why alikuwa anaamuru matokeo. Angalia hiyo Yohana sura ya 2 mstari wa 17. Tutaisoma alafu tutakuonyesha kitu. Kielewa hayo yatakusaidia. Shetani atakuwa mkubwa kwako. Sababu ni jambo baya sana kama shetani akishakuwa mkubwa kwenye moyo wa muumini. Sio kitu kizuri. Shetani akishaanza kuwa mkubwa kwenye moyo wa muumini, inatupa picha mtu fulani anakosa ufunuo, anakosa ufahamu mzuri. Wanafunzi wake wakakumbuka. Mrudi nyuma kidogo kama mistari miwili. Kurudi nyuma. Akafanya kikoto cha akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe, imagine, na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Jaribu kufikiria, pakawa na watu wengi nje ya hekalu. Wengi wanafanya biashara, na kule kwenye biashara pamechangamka zaidi ya huku ndani. Kwa hiyo manake purpose ikabadilishwa. Badala ya watu kuja hekaluni kuomba, wakaanza kuja kuangalia ng'ombe. Si ndio tunaelewana hivyo? Wanakuja kuangalia ng'ombe walivyo. Kitu gani kingine? Kondoo. Wanakuja kusoti kondoo kama mnada fulani hivi. Kwa watu wanakuja hekaluni kuja kuangalia mnada. Kuja kuangalia mnada wa kondoo. Kondoo gani wameletwa leo pale hekaluni. Kwa focus za watu zilikuwa ziko sawa. Focus za watu hazikuwa kwa Mungu. Zilianza kuneviate, kubadilishwa na kwenda kwenye vitu ambavyo haikuwa ni lengo mama. Angalia njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Mstari unaofuata. Akafanya kikoto cha kamba. Unaona ni kama that is an authority. Si sawa? Hiyo ni mamlaka. Sababu unawakuta watu wanafanya vitu vyao. Kuwafukuza inataka mamlaka. Kuwafukuza inataka mamlaka. Kumbuka watu wanafanya vitu vyao. Na kama wanafanya vile nje ya hekalu, maana wameruhusiwa na wakuu wa makuhani, si sawa? Hao ndio watu wenye mamlaka ya dini miaka ile. Maana wameruhusiwa na Mafarisayo, wameruhusiwa na viongozi wa dini waliokuwa miaka ile. Na Bwana Yesu sio kiongozi wa dini. Hayuko upande wa dini yoyote, hayuko kwa Masadukayo, hayuko kwa Mafarisayo, wala hayuko kwa Maherodia. Palikuwa na dini kadhaa. Wazelote. Kulikuwa na Wazelote, kulikuwa na Maherodia, kulikuwa na Mafarisayo, palikuwa pana Masadukayo. Ilikuwa ni kama vile 4 hivi. Na miaka hiyo ndo kama vyama vya upinzani. Vya miaka hiyo. Ndo makundi kama vile ya chama. Sasa imagine viongozi wa dini wa miaka hiyo wamewaruhusu. Yesu hana dini. Yesu hana dini, hana mamlaka, hana barua. Hana mamlaka inayotoka kwenye dini na serikali za wakati ule. Wala hana barua aliyotumwa kufanya. Ila nitakwambia Yesu alikuwa na nini mpaka afanye hivi. Nitakwambia alikuwa na nini mpaka afanye hivi. Angalia, akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu. Wangapi akawatoa? Wote. Inaposema wote katika hekalu inaonyesha kwamba walikuwa kwenye compound ya hekalu. Walikuwa kwenye eneo. Ni kama hapa, basi hapa nje hapa nje na papake magari. Pana biashara za kila namna Jumapili. Wanauza sambusa watu, wanauza dagaa, kila kitu. Kwa walikuwa kwenye compound ya pale. Nasema kwamba akafanya akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe. Hakutoa tu watu. Biblia inasemaje? Akawatoa wote. Nafikiri lengo pia la kutengeneza kikoto ni kutoa vitu kadhaa hapo. Akawatoa wote katika hekalu na kondoo, si ni sawa na ng'ombe. Akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, maana alikuwa anapindua mameza yanaanguka. Niambie, unawezaje kufanya kitu kama hicho na una barua kutoka kwa kuhani mkuu? Alafu akazipindua meza zao. Mstari unaofuata, mstari wa 16. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Kuna kitu alikuwa anakifahamu, ndicho ambacho kilimpelekea kuwafukuza wale jamaa. Na kulikuwa na mamlaka nyuma yake. Hakuwa anaonekana kama mwanadamu wenzao, wangempiga. Tuelewane hivyo, ya kwamba hakuwa anaonekana kama mwanadamu wenzao, kwa sababu angeonekana kama mwanadamu wenzao wangempiga. Jaribu nenda pale CDT ukafanya. Fanya tu jaribio. Kwanza angushia tu mtume, atakavyo kupiga utaamini. Tutagundua majaribio yao sio mazuri. Haya.
Akawaambia, nyumba ya baba yangu msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Nyumba ya baba yangu, nyumba ya baba yangu msifanye kwa nyumba ya biashara. Alikuwa na ufunuo sahihi wa nini kifanyike kwa nyumba ya baba yake. Si ni sawa Alikuwa na ufunuo sahihi wa nini kifanyike kwa nyumba ya baba yake. Ndio maana alikasirika, akasema sio mambo ya kufanyika kwa nyumba ya baba yangu. Na kitu hakiko sawa hapa. Mstari wa 17. Aya iliyofuata wanafunzi walikumbuka. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imefanyaje? Imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Wivu wa nyumba yako utanila. Kwa manake ambacho kilipelekea Bwana Yesu awe na ile mamlaka ni hiki, ni ufunuo huu. Yesu alikuwa anatembea na ufunuo huu. Wanafunzi ndio waliukumbuka baadaye. Kwa nitaka nikurudishe, nikufikishe kwenye kipengele hicho. Imeandikwa. Hebu sema kwa sauti, imeandikwa. Huwezi kuwa na mamlaka ya kumfukuza shetani isipokuwa umeelewa kilichoandikwa. Usipoelewa kilichoandikwa utakaliwa mpaka na wanafunzi wa field wa uchawi. Na kuambia watakukalia. Na kuambia watasababisha maumivu ya kichwa kwenye kichwa chako. Unajua kuna vingine ni dharau. Kuna wakati mwingine ukikamata na jinamizi, inabidi ukae kwanza, uombe toba ndio ukemee. Kwa sababu dharau zingine zinaenda dimension. Unakuwa hii dharau imevuka mipaka kabisa. Angalia, ukitaka mamlaka kama mtoto wa Mungu lazima upate ufunuo kilichoandikwa. Imagine Bwana Yesu hakwenda pale akamwambia hivi, imeandikwa wivu wa nyumba yangu utanila, imeandikwa. Ana act kilichoandikwa. Hana haja wakisema. Ana act kilichoandikwa. Yaani anajaribu kuambia wanafunzi wake kitu gani? Kile mnachokijua ndio hichi ninachokifanya. Yeye mtu mwenye mamlaka. Ukifikia hapo unaanza kutembea na mamlaka. Mathayo sura ya 4 mstari wa 1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Nyinyi msifikiria ni mambo madogo. Ni madogo kwa sababu umeyasoma mara nyingi. Ila usifikiri ni jambo dogo. Inasema Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kumbuka aliyekuwa Mungu wa dunia hii wakati huu, aliyekuwa ni Mungu wa dunia wakati huu, alikuwa ni nani? Mnijibu. Shetani. Kwa hiyo manake hapa si tu kama unajaribiwa na kapepo cha nyahanga, si tu kama anajaribiwa na kapepo fulani, no, anajaribiwa na aliyechukua nafasi ya Adamu. Yeye ndo Adamu wa pili anayekuja kurekebisha makosa ya Adamu wa kwanza. Amekutana na aliyemnyang'anya mamlaka Adamu wa kwanza. Ile siku Mungu anamwambia Adamu, Adamu uko wapi? Yaulize swali moja rahisi. Ina maana kwamba Mungu alikuwa amuone? Alikuwa anamuona, huwezi kujificha. Daudi anasema kwamba nienda wapi nijifiche na uso wako? Hata kama nikitengeneza kitanda changu kuzimuni, upo. Kwa maana ina maana kwamba Mungu alikuwa amuoni. Alikuwa anamuona vizuri Adamu. Ila Mungu alichukua na lalamika anasema hivi, namuona mtu mwingine ameketi kwenye nafasi yako ya mamlaka. Sikuoni wewe Adamu. Naona mwingine ameketi kwenye nafasi yako ya mamlaka. Adamu alikuwa ni Mungu wa dunia hii. Na alikuwa na mamlaka yote. Kumbuka kule chini imeandikwa wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Hiyo ni mamlaka. Wakati Mungu anambariki, kwa Adamu ndo alikuwa mwenye mamlaka, lakini akanyang'anywa mamlaka baada ya kudanganywa na shetani. Shetani akachukua ile mamlaka. Sasa nisikilize. Alipomwona Adamu wa pili amekuja, akafanya haraka kumfuata. Alisense. Adamu wa kwanza alimweza, anafikiri kwamba atakuja kumweza Adamu wa pili. Akafikiri akimpozi zile tekniki za Adamu wa kwanza atamweza Adamu wa pili. Asijua kwamba Mungu mwenyewe ndo amekuja katika mwili. Yaani kitu ambacho alikuwa akijui ndo hicho. Ila alifikiri kwamba huyu Adamu wa pili naweza kapiga zile za mwanzoni afu zikampata. Ndo akaanza sasa ile ajaribiwe na Ibilisi. Angalia majaribu yanayofuata. Usifikiri ni madogo. Kwanza akafunga siku 40 mchana na usiku, alafu mwisho akaona njaa. Mstari unaofuata. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Mstari wa pili unasema hivi, mjaribu alimfuata akiwa ameona njaa. Na sio njaa ya mlo moja ya Esau. Nazungumzia njaa ya siku ngapi? 40.
Usahau ni njaa jumlisha kiu. Haisemi Biblia kwamba Yesu aliwahi kunywa maji. Ilikuwa ni kavu. Akaona njaa. Uelewa ya kwamba ilikuwa ni njaa kweli ya siku 40. Alafu unajua ni Mungu aliyevaa mwili. Na mawe yale pale. Na una mamlaka ya mwisho kuyageuza hayo mawe kuwa mkate. Hilo ni jaribu kwa sababu mwili hapo unawaka moto. Unatafuta chakula. Angalia kinachofuata. Mamlaka yako dhidi ya shetani inaamuliwa na kile. Naye akajibu akasema, soma hilo neno linalofuata kwa sauti kubwa. Imeandikwa. Huwezi kuwa na mamlaka na shetani isipokuwa umekuwa na ufunuo wa kilichoandikwa. Mpaka uwe na ufunuo wa kilichoandikwa. Imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno tokalo katika kinywa cha Mungu. Unajua anamaanisha kitu gani pale? Anamaanisha hivi, mnisikie kwa makini. Anamaanisha hivi, ninaweza kugeuza mawe kwa mkate, ila sio kwa maagizo yako. Ndicho anachokimaanisha Bwana Yesu. Nina uwezo wa kugeuza mawe haya kuwa mkate, lakini si kwa agizo lako. Kwani mbele kule akunani akuongeza mikate? Aliongeza. Ninaweza lakini sio kwa agizo lako. Sitafanya kwa sababu unanishurutisha kufanya. Usiniingize kwenye mtego wa kwanza kwa sababu ulimshurutisha Adamu wa kwanza na akala. Sio mimi. Kilichomsaidia Bwana Yesu ni hiyo, imeandikwa. Kwa hiyo mtu akikosa ufunuo kilichoandikwa anakuwa mlegevu rohoni. Mwanzo wa kuanza kuteswa na vitu ambavyo ulipaswa kuvitesa. Yesu alikuwa na dimension 3. Alikuwa akionekana mahali pepo anasema hivi, umekuja kututesa. Kwa hiyo was demons tormentor, yani alikuwa mtesaji wa pepo, mtesa pepo. Alafu dimension nyingine alikuwa akifika mahali pepo anapiga kelele anasemaje, je, umekuja kutuangamiza? Maana Yesu alikuwa anaangamiza pepo. Yani akifika mahali wanaanza kuangamia wenyewe. Sasa mtoto wa Mungu ambaye yuko kwenye nafasi ya Bwana Yesu alipaswa kuwa na level hiyo hiyo. Akifika mahali pepo anateseka. Na mshukuru Mungu, mimi nimeshaona mambo mengi. Siku moja binti moja analetwa kwangu. Analetwa nimwombee ili afunguliwe. Baada ya kuletwa kwangu aliponiangalia hivi, anguka. Na mara nyingi sana vimetokea vitu kama hivyo. Maana unafika mahali unaja kuanza kusema kwa jina la Yesu, ila pepo anaanza kufeel vibration ya wewe ni nani. Yani ukikaa unaja kujitambulisha. Ukikaa pepo wenyewe wanaanza kujitambulisha wenyewe sasa. Wanaanza kuhangaika wenyewe. Hiyo ndo raha yake. Unapaswa kuwa mtesa pepo. Yani ukikaa mahali pepo wanateseka. Wanaanza kuteseka wale kwenye miili ya watu, au wanaanza kuteseka wale ambao wanazurura. Akajibu akasema imeandikwa. Usipokuwa na ufunuo kilichoandikwa utakosa mamlaka kama mtu wa Mungu. Na paswa kuelewa ya mambo. So mtaendelea na vingine vyote vile. Sasa sina mimi haja ya kwenda kwenye hivyo vingine. Nirudi kwenye Efeso sura ya 1 mstari wa 17. Nikuonyesha kitu. Alafu tutapata muda wa kuomba. Nikuonyesha kitu. Huyu ni baba wa kiroho anawaombea watu wake. Baba wa kiroho Paulo anawaombea watu wake wa kanisa la Efeso. Na cheki maombi anayoyaomba. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi. Unaelewa maneno ya Paulo hapo vizuri? Hajasema atupe sisi. Manake hayupo. Tuelewane kwamba hapo Paulo hayupo. Kwa hiyo dimension sio ya Paulo. Hiyo dimension anawaombea watu wake wawe nayo. Yeye tayari anaoperate nayo. Imesema awape, sio sisi. Hajajiweka mle ndani. Awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa sababu kazi ya roho ya hekima ndicho wafundisha, na roho ya ufunuo inakusaidia kumjua Mungu kwa kina. Yani maana yake inapeleka mizizi yako chini. Alafu inakufanya na kuwa imara. Shina lako la kuwa imara. Msingi wako na kuwa imara. Mstari unaofuata. Nataka uone macho ya mioyo yenu. Angalia hii.
yatiwe nuru. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, alafu na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Yani haya ni mambo yanapaswa kutokea baada ya macho kufanyaje? Kutiwa nuru. Tena kingine sema kwamba may the eyes of your understanding be flooded with light. Yani macho ya mioyo yenu yafurike nuru. Alafu yakisha furika nuru, utajua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Yani utajua alikuitia kwenye mambo gani. Aliniitia kwenye ushirika, si sawa aliniitia utakatifu. Kuna baadhi ya wito Mungu ametupa general. Ametuitia tuyatangaze matendo yake ambaye ametoa gizani kwenda nuruni. Yani tuwaambie watu namna alivyotoa gizani kwenda nuruni. Kuna wito ambaye ametuitia tujue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Alafu Biblia inasema hivi, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu. Maana yake mtakatifu yote ana utajiri wa utukufu wa urithi. Si tu kwamba ana urithi, utajiri wa utukufu. Yani utajiri wa utukufu, unsearchable riches. Utajiri wa utukufu anao, mwamini anao. Yani maana yake nzuri ni kwamba ukifunguliwa macho ya ndani utagundua unao utajiri wa utukufu. Biblia imesema na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Kwa hiyo Wakristo hawaudai ni kwa sababu hawaoni. Wangeona kilichoandikwa, wangemwambia Mungu kuna kitu kinaitwa utajiri wa utukufu wa urithi wako kwangu, sio kwa wengine, kwangu. Ngaanza kumdai Mungu. Maana kama kuna kaibu, mbona kama kuna kuzomewa, mbona kama kuna kuchekwa, hii hapa iko wapi Bwana? Mbona haijifunui kwenye maisha yangu? Mbona haidhiriki? Mbona sioni kitokea? Mbona umesema utukufu wa mwisho utakuwa ni mkuu kuliko wa kwanza? Mbona utajiri wa utukufu siuoni Bwana? Awali hawatafuti kwa namna hiyo ni kwa sababu hawaoni. Kwa sababu ukiona, haya ndo mambo ambayo mimi waga nayombia mahali pangu pa siri. Namuambia Mungu kuna kitu kinaitwa utajiri wa utukufu wa urithi wako kwangu mimi. Ukiona utajua hata namna ya kumdai Mungu. Endelea, kinachofuata mstari wa 19. Napeleka hapo nikufundishe mamlaka muamini inatokea wapi. Hapo sasa. Hapo niliwahi siku moja kusoma mstari, ilikuwa ni saa 8 ya usiku. Baada ya kusoma nikaomba nikirukaruka kwa kufurahi kama nimepata siri mpaka saa 11. Nilipoonekana ibadani ile siku watu walikuwa wanaanguka, watu walikuwa wanashangaa kwenye praise naongoza ibada ya kuabudu, watu wanaanguka ba hivyo wanaitwa bell. Nilisoma mstari, niliposoma mstari uliamsha kitu cha kimungu ndani yangu, uliamsha nguvu za Mungu kwa namna tofauti sana. Nilijifeel niko charged kwa level ya tofauti. Nilikuwa naona ibada haifiki. Yani kutoka saa 10 ile mpaka saa 4 naona ni mbali sana. Nilikuwa najisikia hizo charge sio za kawaida. Nilisoma mstari. Nasema hivi, na ubora sio tu ukuu, na ubora wa ukuu wa uweza wake wapi? Soma kwa sauti, wapi? Ongeza sauti kila moja, wapi? Hivyo najua Biblia inachokimaanisha ni kwamba ndani yako wewe unekaliwa na mchawi pana ubora wa ukuu wa uweza wake, sio uweza wako. Yani sio hayo maombi yako ya siku 5, 10. Pana ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu sisi tunaoamini. Macho yakifunguliwa, angalia, ukiona neno na maana yake anaendelea. Ukijua tumaini la mwito wake mkato, si sawa? Alafu ukajua kitu gani kingine tumekisema, utajiri wa utukufu wa urithi wake kwa watakatifu, tunaendelea. Hii ni na maana yake tunaangukia kwa jambo la tatu, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Tuaminio jinsi ulivyo. Mungu unamaanisha, na haya maneno nilikuwa nasema usiku, unamaanisha ndani yangu pana ubora wa ukuu wa uwezo wako. Nikastopisha kila kitu, nikawa nanena kwa lugha, naongea maneno ndani ya Ibrahimu Hamas pana ubora
wa ukuu wa uweza wake. Ndani yangu pana ubora wa ukuu wa uweza wake. Yaani ukiongea hivyo ni tetemeko kuzimuni. Ukiongea hivyo, yani haya ndio mambo ambayo ukiyaongea mapepo yanatingishika hivi. Sema, what is happening now? Nini kimetokea? Mtu anapopata ufunuo wa Roho Mtakatifu kwenye yale yaliyoandikwa, unaona mapepo yanagongana miguu. Hayawezi kufanya kazi tena kwenye ile eneo. Karamashanda rabakos kavila manda rabakos. Sikiliza, shetani haogopi kelele. Shetani anaogopa kodi. Kuna kodi ukizigusa hivi, jamaa anasemaje, nini kimetokea leo? Nani alimruhusu asome Biblia mchana? Ndio anaanza kuambiana hivi, wewe ambaye unahusika kumchanganya, unachanganyaga ratiba zake. Mbona ratiba zake zisichanganyikiwa? Nani alimwambia asome sasa hiki kipengele? Au matatizo yanatokea hapa sasa hivi? Hivyo na bado kuna pepo kabisa una kitengo maalum cha kuchanganya ratiba zako. Yaani ili uchanganyikiwe tu. Yaani usijue cha kufanya siku husika. Lazima apigiwe simu na hao. Mliko wapi? Kwa nini mkumpelekea ratiba ya kwenda CDT kutafuta nyanya chungu? Matatizo yanatokea hapa sio mazuri. Niwaambie kitu. Na mambo ukiyasoma chumbani kwako unafanya what? Unaongea hivi what? Alafu unasema na ubora wa ukuu wa uweza wangu. Mimi huyu Nyaturu wa Singida huyu. Ukiwa unaongea hivi, kila pepo, kila nguvu ilikuwa delegated kinyume na wewe inaanza kushake. What's happening? Unajua haya mambo nilijifunza lini mchungaji? Ilifika siku moja pepo alinisumbua. Alikuwa kunisumbua. Kuna kitu katoka tu mdomoni. Nikamwambia hivi, unaonekana wewe ni mbabe mno, mtata sana. Ulikuwa wapi wakati Yesu anafufuka? Kwa sababu naona ulivyomtata hivi ungemzuia kufufuka. Ungemzuia kufufuka, naona kama wewe ni mbabe mno, yani ungempiga kabari moja asingefufuka. Haya matatizo yote haya yasingetokea. Pepo akasema, nyamaza wewe, acha kuongea hivi. Akaanguka. Nisikilize, mamlaka yako itaamuliwa na umegusa kodi gani. Hapa ni kodi. Ukishika kodi hivi, tayari pana mlipuko umetika kwa ulimwengu wa roho. Ubora wa ukuu wa uweza wake uko ndani yangu. Hebu sema kwa sauti, ubora wa ukuu wa uweza wake uko ndani yangu mimi. Kwa sababu ninaamini. Na sasa naomba nikupeleke mahali patamu pazuri. Anakuambia hivi, sasa achana na hiyo ubora wa ukuu wa uweza wake. Kuna semicolon. Anajaribu kuendelea kuelezea kile kitu kwa kina. Anakuambia hivi, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Haijasema kwa kadiri ya maombi yako ya usiku. Si ni sawa Haijasema kwa kadiri ya mifungo. Haijasema kwa kadiri ya kukaa mlimani. Kuna watu wengi sana wanaenda mlimani lakini hawezi kutoa pepo. Na amekaa mlimani siku 7. Imesema ni kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake mwenyewe. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Hapa izungumzi wajibu wako wa kiroho. Hapa izungumzi wajibu wako wa kiroho. These are the statements of fact. Yani hizi sio kwamba unaambiwa hivi, ukifunga sana, ukiomba sana. Hapa hakuna condition. Kuna mstari una condition hapa? Hakuna condition. Yani hakuna fanya alafu ndio upate. Hapa inataka uelewe wewe. Yani likae kwanza ndani yako litulie. Amesema kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Nataka niwaeleze kitu kimoja. Rudi mstari wa 18 nikuonyeshe kitu. Nikuonyeshe kitu. Nataka niwafunulie kitu kimoja hapo. Unaona ina. Unaona hiyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu ulivyo, semicolon. Endelea. Unaona ile na, si sawa? Maana yake yote atakao kuwa kwenye semicolon
yamebebwa kwenye hicho ambacho kimeanzia kwenye na. Yaani yote hayo yamebebewa pale. Ubora wa ukuu uweza wake. Sasa huo ubora wa ukuu uweza wake ndani yetu sisi ni kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Anaendelea kuelezea. Anaendelea kuelezea. Umeona? Anaendelea kuelezea. Hakuna na, si ni sawa? Aliyoutenda katika Kristo. Yaani hapa anakupeleka mahali pagumu ambapo pepo hawataki uelewe hiki. Kuzimu hawataki uelewe hiki. Unaona hiki kitu? Aliyoutenda, yani ule ukuu wa ubora wa uweza wake ndani yako wewe, ule ukuu wa ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu sisi. Anasema ule ukuu wa ubora unaofanya kazi ndani yetu aliutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Alafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Anakuambia kitu gani? Umepata point? Anakuambia hivi, zile nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zilimfufua Yesu kutoka katika wafu, zikamtoa kwenye mauti, zikamtoa kaburini. Hakuna vitu vina nguvu sana kwenye maisha kama hivi vitu. Cha kwanza ni mauti, cha pili ni kaburi. Kama unajua kusoma mstari unasema kwamba zi wapi nguvu za kwako wewe kaburi. Nafikiri ni something Hosea. Ni kitu cha Hosea hivi. Hosea sura 12 mstari wa 14 Apostle kama ipo. Hosea sura 12 mstari wa 14. 13-14. Soma kwa sauti kubwa. Biblia inasemaje kwa sauti kubwa? Sauti kubwa. Biblia inasemaje? Kwa kaburi lina kitu gani? Lina nguvu. Kaburi lina nguvu. Usifikiri kaburi ni kaburi tu. Kaburi ni kitu cha roho kabla hawajachimba. Nasema nitawakomboa na nguvu za kaburi. Alafu kingine nitawaokoa na mauti. Kwa vitu vile vilivyokuwa na nguvu juu ya maisha ya mwanadamu ni moja mauti, alafu mbili kaburi. Hata nakwambia nyumba ya milele, hiyo sio nyumba ya milele, hiyo ni nguvu. Ni nguvu ile. Alafu angalia, ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Maana mauti inafanyaje? Inampiga mtu. Ndio maana mtu akiwa anakufa unaona anarusha miguu. Anapigwa. Unaambia amekufa amejengata ulimi. Ama iko communicating? Na hapa siri. Amekufa anakata ulimi. Ndio maana mtu yote aliyezaliwa mara ya pili hapaswi kufa hivyo. Akiamua kuondoka anakaa kwenye kiti, anambia naondoka saa 4. Wote waliotembea na Mungu vizuri, waliwaita watu na kuprove ya kwamba walitembea na Mungu vizuri, waliwaambia muda. Kenneth Hagin aliwaambia wanae wote saa 4 asubuhi naondoka. Saa 4 asubuhi. Kwa hiyo kuanzia saa 2 walikuwa wanaimba mapambio, alafu saa 4 akiwa mbele yao kwenye mapambio akakaa akalala. Akawaachia mwili wao. Hauhangaiki. Huyo ni mtu ameiweza mauti. Kama hujaiweza mauti, hapo anakuambia unakata roho. Hapo wengine wanashika macho wanayarudisha, asia akapa amekodoa hivi. Wala asia akapa ndivyo. Sikiliza, situkani watu. Nachosema ni kwamba mauti na nini? Mapigo. Alafu ewe kaburi, kuwapi kuharibu kwako? Ili mtu haribike lazima aende wapi? Aanze kuoza. Manake kaburi kazi yake ni kuharibu. Alafu kujuta kutafichwa na macho yangu. Hawa jamaa wawili wakifanya kazi, huwezi kutenga kujuta na kuumia. Listen to me. Kwa hiyo, turudi kwenye Waefeso sura ya 1. Nikupe siri mstari wa 19. Nikupe siri uione hapo, ili ujue mamlaka yako inatokea wapi. Hapo. Ubora wa ukuu wa uweza wake uko ndani yako. Nitakwambia ubora wa ukuu wa uweza wake ni master wa nini? Yaani na nguvu dhidi ya nini? Huo ubora wa ukuu wa uweza wake. Hatupaswi kufa. Ukiamua nda nyumbani ila kufa upaswi.
Ukiamua hata kama una miaka 40 ukaamua, sisi tutakuzuia. Na nani anazuia watu kwenda mbinguni? Tumeanza lini hiyo biashara? Tutakushauri tu bwana, hujafanya mambo mengi. Tafadhali. Na ni kijana, ni malimbuko kabisa. Kwa hiyo kama ni vizuri usiende. Ila ukikoma hatunacho kufanya. Na kule ni kuzuri, hakuna kodi. Aya. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yangu mimi nayeamini. Angalia jinsi ulivyo. Yani jinsi ulivyo manake anauelezea. Jinsi ulivyo anauelezea hapa. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Anaendelea kuelezea kitu kimoja. Hiyo inakaa ndani yako. Alafu endelea mstari unaofuata. Aliotenda katika Kristo. Alifanyaje cha kwanza? Alimpiga mauti. Si ndio alipomfua katika wafu? Kumfua katika wafu maana alipiga watu wangapi? Wawili. Wa kwanza nani? Mauti. Wa pili nani? Kaburi. Alafu haitoshi. Akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Anawaambia kitu gani wa Efeso? Anawaambia hivi, ile siku Bwana Yesu anachukuliwa mbele ya wanafunzi, ile nguvu inambeba. Sentimita 5, 10, 20. Anaondoka. Mnamwangalia hivi kabisa. Anatoka, gravitational force ikasema sisi watu wa namna hii hatuna biashara nao. Hiyo kani ya mvutano ikagoma kufanya kazi siku hiyo, akasema kwa huyu mwacheni aende tu, kwa sababu namna alipokuja pia alitusumbua. Kwa sababu siku alipokuja pia hakutungishwa mimba na mwanadamu. Shida zake zilianzia mwanzoni. Namna alivyozaliwa. Alizaliwa nje ya kanuni, anaondoka nje ya sisi ndo wale ise. Sisi ndo wale ambao tumezaliwa nje ya, tunaondoka nje ya. Mandara bakos. Sana jaribu kuambia hivi, ile siku anaondoka kwenye ground level anapanda juu. Anasema hivi, palikuwa na uweza. Sio uwezo, uweza. Alipomfua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, akaanza kumpandisha mpaka wingu likampokea pale juu, likampeleka. Anasema hivi, ile nguvu iliyompandisha vile inakaa ndani. Unayo. Yaani hilo ni nguvu linakaliwa na mchawi hivi kabisa. Hilo ni nguvu. Unaambiwa hivi, hii nguvu. Kwa sababu kama pangekuwa na nguvu ya kumtoa mtu kaburini pasta hapa duniani, nani angekufa? Kama Mchina angeipata hiyo sayansi, asingekufa. Wangerudisha watu wote. Maana nguvu inayotesa sasa hivi sayansi ni hii ya kufufua. Hawana hata clue, hata fununu hawana. Watu hawapendi kufa, mjue hilo. Watu hawapendi kufa. Kwa maana hii nguvu wangeipata na sayansi, ndio angekwambia nguvu kubwa kuliko zote ni hii hapa. Haijapatikana. Hii ni nguvu kubwa kuliko nyuklia. Kwa sababu ninaamini hivi, wanadamu wangejua ile nguvu ya kuwafanya watu watoke kaburini, wangeachana na nyuklia. Kwa sababu nyuklia inaua. Sio kwamba watu wanapenda kufa, watu hawapendi kufa. Ila mambo tu ya diplomasia na matatizo ya mitazamo yanafanya wauane, ila hawapendi kufa. Maana yake ndio nguvu kubwa kuliko zote duniani. Paulo anaambia hivi, inakaa ndani yenu. Inakaa ndani yenu. Alafu pepo akuone. Alafu mchawi akuone. Alafu nguvu fulani ya giza mwanze kupigana nayo. Uniwezi. Nena alafu natafakari hilo. Maskalibra hande zuvara ila askala mande gobasivo elisko vila marande gobaska libra hando zuvala hira ele magoda barade goziga da baragarabalagada. I am million thousand billion thousand bigger inside more than outside. Mimi ni mkubwa mno ndani, mimi ni mkubwa mno, mimi ni mkubwa mara bilioni kule, mimi ni mkubwa karobosai. Rika la maska le brande gobazia suprahila manda. Nena kuruka kwa sauti. Mwambie Bwana, ndivyo nilivyo ndani. 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 Katobera asko vila mande gobravila.
Masaluske vila mayande gobarade guska talagadaba. Ndivyo nilivyo ndani. Nena kwa lugha. Ndivyo nilivyo ndani. Ajiambia hivyo. Ndivyo nilivyo ndani. Ndivyo nilivyo ndani. Katala mande gobra vila masko tapayan. Manda raba godaba. Sisi ni wale ambao tukipita karibu na majeneza yanaogopa. Tukipita karibu na makaburi yanaogopa. Tukipita kala magodaba karibu na mauti naogopa. Kala shaparadegos. Ngoja sana nikwambie kitu. Sasa nisikilize. Ukiwauliza walimwengu wanaogopa nini? Wanaogopa hivi vitu vitatu. Wanaogopa mauti. Hata mwanadamu wa kawaida akipita pale kwenye majeneza akiangalia hivi, kuna kitu kinasisimuka kwa mwili wake. Ni adui huyo. Ndio maana mwili wako unasisimuka ukiliona jeneza. Ukimwona mtu ampanda jeneza, zamani ilikuwa inatokea na hayo. Kwa mtu ampanda amepakia jeneza poko na jeneza na huyu naye yuko sawa. Ukimwona mtu apakia jeneza kwenye pikipiki, unasema unaogopa ukiliangalia hivi. Haya. Unaogopa ukimwangalia mtu aliyeketi pale, aliyelala pale kwenye jeneza, wanamwaga watu. Alafu kitu ambacho kijui. Wakristo wa kitu ambacho hakijui, nguvu alionayo ndani. Ile mauti ile mlaza pale na jeneza, wanaogopa. Wanasema hawa watu hawa akibadilika anaweza kutondoa hapa. Huyu mtu akatembea. Yaani na nguvu ile lala pale. Unajua ile nguvu ni mauti. Ndio imechukua mwili hivi. Ndio imechukua mwili hivi. Kesho tutafundisha lile jambo la pili. Ya kwamba Yesu anaagiza anaambiaje, fufueni wafu. Yaani kana kwamba mkanunue mantole. Yaani cheki ile agizo lilivyounganishwa na vitu virahisi. Pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, aitu fufueni wafu. Yaani kama vile moja ya maagizo cheap. Moja ya maagizo malaini na marahisi. Mauti yenyewe inakuogopa, nasema watu wa namna hii wakibadilikaga. Sasa tukamwachia huyu mtu. Tukaondoka wenyewe na aibu. Kwa kumbe sasa kilichopo kwenye jeneza kinakuogopa. Kilichomshika yule mtu kinafanyaje? Kinakuogopa. Anything can happen. Watu wa Mungu tukianza kutembea hivyo, watu wanaendaga pale kwenye jeneza, mtu anafanya hivi. What are you doing? What are you worshiping? Unaabudu nini? Unajua watu wa dini akili zao hazichaji. Unafika, yani watu wa dini mioga siwaelewi. Kwenye chakula, kwenye mbele ya mtu aliyekufa, hivi Roho Mtakatifu wao waga na hata protocol ana. Kwa mtu aliyekufa, sasa mtu amekufa, ieleweke amefanyaje? Tena mtu mwenyewe hayupo. Na Mungu hayuko hapo. Naomba niwape mstari mmoja mkorofi sana. Ezekiel 18 mstari wa mwisho. Utakupa hasira huo mstari. Ezekiel 18 mstari wa mwisho. Ili uelewe ya kwamba mambo ya ndoto si mtu amekufa ni dharau zile. Cheki huo mstari. Cheki huo mstari. Ukiufahamu mstari, uta-entertain baadhi ya vitu vya kijinga jinga. Soma kwa sauti kwa Biblia inasemaje? Somi vizuri, nataka na wale watu kwenye media kule wasikie sauti yenu. Asema Bwana. Mungu anasema interest yake. Nikiona mtu amekufa sifurahiagi. Alafu Mungu anasema basi gairini mkaishi. Yaani ingelikuwa nina option ya kufanya, muishi, msife. Hii ni dhambi. Anaambia hivi, yaani nikimwona mtu kwenye jeneza, sisemi hivi shujaa ameenda mbinguni. Mungu asemagi hiyo sentence. Ni wanadamu wamejitungia waliokoka. Shujaa ameondoka. Mungu mwingine anasemaje? Sifurahi. Sifurahi. Paulo akakaa akasemaje? Natanga kwenye mambo mawili. Nibaki niende. Tabaki. Anasema hivi. Ni kweli alikuja kuenda kwa wakati fulani kwa ajili ya kuestablish injili, lakini sikiliza interest ya Mungu ya awali. Hapo anasema manabii. Anasema hivi, maana mimi sikufurahi kufa kwake hafai. Haijasema mwenye dhambi. Si ndio? Imesema tu kufa kwake. Kwa mtu yote akifa Mungu afurahi. Wewe ongeza sentensi zako unazozijua, shujaa ameenda mbinguni.
Yeye alikuwa anampenda Mungu sana. Mungu anakuambiaje? Mr. Mtumishi, sifurahi. Yaani maneno yako mazuri hawezi kunifanya nikafurahi. Ndio maana watumishi wa Mungu wanaohubiri kwenye maeneo unapaswa kuwa strategic. Usianze kuongea vitu ambavyo sio vyenyewe. Kwamba hii ndo safari ya wote, who told you? Kama ingekuwa ya wote ingeanza na Elia. Yaani ukishasema yote umekosea kwa sababu mtu mmoja aliivunja. Alafu Yesu akaivunja tena. Ukisema yote umekosea, kosa kubwa mno. Na Yesu mwenyewe kwa kuteleza kuongea akateleza akasemaje? Kuna watu mahali hapa hatakufa mpaka atakaporudi. Petro akamwambiaje? Nani huyo Bwana? Nani huyo? Yesu akamwambia, kwani kuna haja gani ya kuisikia na kuielewa? Unajua Petro aliuliza vile kwa sababu alihisi ya kwamba Yohana ndo ataishi miaka yote. Kwa hiyo Petro aliongea kwa wivu. Ndio maana Yesu hakumjibu vizuri. So Petro alihisi ya kwamba Yohana ndo ataishi miaka yote. Sema hivi, Bwana, tuambie vizuri. Yesu alijua kabisa anaona wivu. Yohana au ndo ataishi miaka yote, si wengine tutakufa. Yesu alikuwa anadonosha vikodi fulani hivi. Niwape siri. Unyakuo umekaribia sana, usife. Unyakuo umeshakaribia sana. Yaani Yesu amekaribia mno kurudi. Kwa usife. Subiri tu. Na walio hai watamlaki Bwana. Maana Yesu anasubiri watu pia wakumlaki. Ya. Unaona baba askofu akija ninavyoenda kumpokea. Anajisikia furaha. Kaona Yesu atajisikia furaha zaidi akikuta watu wakumlaki. Mungu anasema, wewe ota ndoto zote unazojua wewe, tabiriwa, ruka hiyo michezo yako tunaifahamu ya roho na ya mwilini. Ila Mungu anasema hivi, mimi sikufurahi kufa kwake afai, asema Bwana. Sipendi kuona mtu amekufa. Alafu basi gairini mkaishi. Kama mngenipa option kwamba mngegairi afu mkaishi. Rudi kwenye kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 20. Naongea kitu gani? Kuna ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yako, ambao ule ukuu wa ubora wa uweza wake ukipita malaroni paka na mifupa inaogopa. Huyu Roho Mtakatifu namchukuliaje? Imagine huyu Roho Mtakatifu alikuwa kwa Elisha. Huyu Roho Mtakatifu alikuwa kwa Elisha. Elisha akafa. Roho hawezi kukaa kaburini, lakini upako, yani consequence, effect zikabaki kwenye mifupa yake. Alafu siku moja watu walikuwa wanatembea wamebeba maiti. Wakaona jeshi la kuja mbele yao. Wakaanza kukimbia. Siwamrushe yule maiti. Wakiwa wajui wanaenda kumrusha kwenye kitu gani. Wanakimbia. Wakalipomrusha maiti akagusa kaburi la Elisha. Naye akaamka akaanza kukimbia. Mimi nafikiri baada ya kukimbia walimuuliza hivi. Walikana wakamwambia hivi, ilikuwaje? Unajua nataka maiti aliyefuka aongee ilikuwaje kwanje. Mimi sikumbuki, ila nakumbuka tu nilitokea mahali fulani. Unapakumbuka ile eneo? Ndio pale tulipoachana pale pembeni mliponirusheni pogusa ile eneo nikafuka. Nafikiri ndo alirudi pale waanze kuangalia, watafute historia lile eneo. Ndo waambia hapa pana mifupa ya nani? Ya Elisha. Alafu ndo anasema Yohana, na mafuta yale mliyopokea kwake yanakaa wapi? Ukiunganisha dot, yale mafuta ambayo yalimfanya maiti akakimbia yanakaa ndani yangu. Sitashika vitu vikafa. Sitakopa na mauti ikakaa ile eneo. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Hapana. Hiyo kitu lazima ishe. Hiyo kitu lazima iondoke. Hiyo kitu lazima ifutike. Tena ifutike kabisa. Hapana Bwana, hapana. Kwa nini tukae na mauti anze kucheza pale na panya? Hapana Bwana. Akakimbia yule ndugu. Alafu anakuambia leo tena katika Kristo alipomfua katika wafu, akamweka mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nishokuelezea mstari wa 21 ndo kiboko yake. Nikwambie sasa, nguvu iliyokaa ndani yako
ilifanya mambo gani? Rudi wa mstari ni connect dot. Akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, semicolon, tunaendelea, juu sana kuliko ufalme wote. Hey. Juu sana kuliko ufalme wote. Alafu na mamlaka, alafu na nguvu, alafu na usultani, alafu na kila jina litajwalo. Endelea. Wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Hiyo nguvu inafanya kazi ndani yako. Ilimweka Yesu juu sana kuliko falme zote, za kibinadamu, za kipepo, za kifamilia, tajua nyie. Ilimweka juu ya kila mamlaka ya kibinadamu, ya kipepo, mpaka na ya familia yenu. Ilimweka juu ya kila nguvu ya kipepo, ya kichawi, ya kiganga. Ilimweka juu ya kila sultani. Ilimweka juu ya kila jina tajwalo. Wala si ulimwenguni humu tu, maanake kila jina lililopo. Majina si hapo jamani. Ni wape baadhi ya majina. Kansa ni nini? HIV ni nini? Nataka niwafundishe kitu. Ukiona Biblia sema kila jina litajwalo, usisahau nyuma ya kila jina pana mamlaka. Nikuulize swali. Wakwambia hivi, una HIV, wewe unafanyaje? Kwani umeogopa? Maana HIV na mamlaka rohoni imekutishia. Si maana umeogopa? Kwa nini wanaume wengi ukiambia tukapime mume wangu, kwa nini wanatetemeka? Kwani umeonaje? Anaogopa kwa sababu ukimwi ana nguvu. Ukimwi rohoni ana mamlaka. Kwa anaogopa asikutwe nao, kwa sababu akitwa nao atampiga. Maana anaogopa. Alafu hapo anaambia hivi kila jina. Yaani manake nguvu iliyoko ndani yako iko juu ya kila jina. Kila jina. Kansa ni jina. Nyie mjaona kansa? Yaani utakuta mwanamke ameiva ziwa hapa kama volcano, ile abeiko hai. Una nyama nyekundu tu. Nyie mjaona kansa? Kansa ni pale ambapo utakuta nyama inatoka hapa, hujui imetokea wapi, na unashangaa nyama imejaa hivi. Nyama nyingine nje ya hii. Kansa ni kiumbe rohoni. Watu nafikiri kansa ni kama mazombi rohoni. Ni kiumbe kabisa liko rohoni kansa. Kwa maana inaweza kutoa nyama yote ikakaa nje. Kansa inaweza kufanya jicho likatoka nje lote hivi. Amjona watu kama hao. Likatoka hivi hivi. Yaani likajaa hivi. Ukienda Ocean Road, kama una moyo mdogo utatoka na kimbia utakushika. Watakushika. Na ile wakutoa nje utakufumba macho. Utakuta watu macho yametoka, utakuta watu pua haipo, utakuta watu, sikiliza, mdomo umeliwa. Nilimwona mtu mmoja kwa Prophet Kakande, mdomo umeliwa mpaka nyama zinaungana hivi, yani hapa mifupa, yani meno na fuvu lote la hapa linaonekana mpaka hapa chini, nyama zimening'inia hivi. Kansa. Maana kansa ni jina, na kila jina lina mamlaka nyuma yake. Alafu inakwambia hivi, hii nguvu iliyoko ndani yako iko juu ya kila jina. Lazima tuwaze mara mbili. Wala yani sio tu magonjwa yaliyopo sasa hivi, mpaka yale yatakayokuja. Kwa hiyo kilichomweka Yesu juu ya kila jina kimeniweka na mimi juu ya kila jina. Sema niko juu ya kila jina. Sema niko juu ya kila jina. Sema niko juu ya kila jina. Bwana, naulize swali moja rahisi. Haya, kwa mfano mwenzako amekaa usawa huu hapa na ni mkubwa, alafu amekaa chini, alafu anakuambia hivi, nakupiga, utafanyaje? Utakimbia. Kitakachokimbiza sio kwamba ni kama mko sawa sawa naye, yeye yuko juu yako. Kwa hata kama akirukia atakuumiza. Sikiliza, tuko juu. Na kama tuko juu, ujue na kujua kansa inakuogopa. Kisukari kinakuogopa. HIV inakuogopa. Vidonda vya tumbo vinakuogopa. Viambie vidonda vya tumbo vije kwa tumbo langu. Vifanya mazoezi ya masaa mawili. Kitakachoungua ni kipi? Vidonda vya tumbo haviwezi kuunguza tumbo langu, vitaungua vyenyewe. Ninyi watu wa Mungu, ile tabia kwamba
najisikia kama tumbo linajaa gesi. Labda nini? Uko juu. What are you talking about? Labda nini? Okay, tafsiri yako ni ipi? Nikisikia tumbo nachoma choma, wewe unasema hivi nachoma. Mimi namchoma mtu. Nyamjanielewa. Yaani nikisikia tumbo linachoma choma, nake mimi nafanyaje? Namchoma mtu. Kwa sababu aliyejua mwenzake ni nani? Si mimi hapa Hapa nakutana na watu ambao sijui si tumbo linafanyaje, si ile. Maana kuna kazi inaendelea. Kuna jamaa anafanywa kazi. Mimi waga na kazi zangu ofisini, nasema hivi tuone mpaka jioni. Unafanya inafika jioni mambo yako shwari kabisa. Jamaa ameshashughulikiwa, ameshasema kabisa samahani nilikosea tu. Nilikuwa napita hivi lakini nikakosea kuingia fence. Shetani waga na tabia. Hata kama ni mhubiri wa kimataifa, waga na tabia. Anaweka tabia. Anaingia kwenye fence fulani hivi. Alafu ukimbamba anasemaje, samahani nilikuwa na nani tu, nilikosea. Nilifikiri ni ile nyumba inayofuata. Nikawa nimekuingia kwa bahati mbaya. Nikawa nawaza siku moja kwa baada ya stroke. Nimeiwaza sana stroke. Sasa kwa nini stroke inaua watu hivi hasa watu? Kwa nini? Hivi na habari hii nguvu namna ilivyokuwa na mfufuko. Biblia inasema hivi, kwanza Yesu alipokufa msalabani, Biblia inasema pale miamba ilipasuka, makaburi ya watakatifu yakafanyaje? Yakapasuka. Maana hiyo ni stroke. Ilitokea nguvu ikaipiga nguvu ile ya giza, kila kitu kinapasuka. Ndio huyo Yesu anakufa. Na alipofufuka the same. Alafu na hiyo nguvu ndani. Alafu pigo stroke. Ghafla umekufa hapo. Au uongei mwezi mzima. Sema haiwezekani. Sema tena kwa sauti. Sema tena kwa sauti. Sema tena kwa sauti. Iko wapi nguvu iliyopasua miamba? Si nimeambiwa inakaa ndani yangu. Kwa nini mimi niangushwe? Iko wapi hiyo nguvu? Iko wapi hiyo nguvu Bwana? Tuache Kristo akutiana moyo. Iko wapi hiyo nguvu? Kwani stroke inampeleka mtu anakaa hivi? Unasema hivi, kwa kweli haya mambo huwezi kuyajua. Huwezi kuyajua wapi? Wakati Yesu anakufa, miamba ilipasuka. Alafu makaburi ya watakatifu wa zamani yakapasuka. Alafu majamaa yakatoka, alipotoka yakamsubiri afufuke. Alipofufuka, yote akaingia mji mtakatifu Yerusalemu. Amefufuka by one event. Na kinachoambia hapo Biblia ni kwamba ile nguvu ile mfua Yesu ndio ilikuwa inafanya yote haya. Ndio inakaa ndani yangu. Nipate stroke. Ile wazo litokea wapi? Nipate pressure. Yaani shetani yakae kwenye kifua changu, kwenye moyo wangu, anapiga push up. Kwa mapigo mwenda. Kuna wakati inabidi ujiulize maswali. Toka lini shetani ameingia ndani yangu na anapiga push up kwenye kifua changu? Na unaenda kwa daktari unamwambia, una shida gani? Anakuambia na pressure. Maana yake mapepo yamekaa kwenye moyo. Uko juu ya pressure. Utasemaje yamkini ni pressure? Kwa nini hiyo terminology itokee mdomoni? Uko juu ya pressure. Sema kwa sauti, nimeketi juu sana. Juu ya ufalme wote. Juu ya kila aina ya falme. Falme za kibinadamu. Falme za kipepo. Sema juu ya kila mamlaka. Mamlaka za ajali. Mamlaka za magonjwa. Mamlaka mauti. Mamlaka zinazoharibu biashara. Mamlaka zinazoharibu ndoa. Mamlaka zinazoharibu huduma. Sema niko juu. Sema niko juu ya kila nguvu. Nguvu za kibinadamu. Nguvu za kipepo. Nguvu za kiganga. Nguvu za kichawi. Sema niko juu. Sema niko juu ya usultani. Na niko juu ya kila jina. Endelea mstari wa 22. Mstari wa 22. Ya vitu vyote. Vingapi? Vyote. Chini ya miguu yake. Huyo ni Yesu. Nataka ni connect nikupeleke mahali. Akamweka Yesu awe kichwa juu ya vitu vyote. Alafu kwa ajili ya nani? Kwa hiyo kama
alivitia vitu vyote chini ya miguu yake, kama alimweka awe kichwa juu ya vitu vyote, na kama ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa, maana yetu rahisi ni hii: kanisa liko juu ya vitu vyote. Ndio maana rahisi. Kwa maana alivitia vitu vyote chini ya kanisa. Kwa maana kanisa ndio controller. Vitu vyote viko chini ya kanisa. Unaelewa kwamba kanisa ni la muhimu kiasi gani? Ndio maana Biblia inasema kwamba yuko azuiaye ni kanisa. Alafu ambalo ndio mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Endelea. Tumeishia hapo eh? Tumeishia hapo. Ndio mstari wa mwisho. My good God, this is very powerful. Mamlaka yako inaanza kufanya kazi ukifika hapo. Tunaelewana sawa sawa? Sasa kwa kujua haya, tutanena kwa lugha, alafu kila nguvu ilikuwa inafanya mazoezi. Na sisi tuko tayari kufanya mazoezi na yenyewe. Tuone nani yuko juu ya mwenzake. Maana mazoezi yanaanza kuvuka mipaka. Uko tayari kunena kwa lugha? Unaponena kwa lugha, kuna jambo linatokea kwenye familia yenu, linatokea kwenye ndoa yako, linatokea kwenye uchumi wako, linatokea kwenye maisha yako. Yaani unaponena, kuna jambo, kuna mitikisiko, kuna matemeko yatakuwa yanapita rohoni, kuna misingi ya giza itakuwa inapasuka, kuna vitu vitakuwa vinaachia vyenye automatic, na vitakuwa vinaachia mambo yetu, huduma zetu, biashara zetu, fedha zetu. Nena kwa lugha inua sauti yako. Rikala magoda baragadaba, shakatale mande goba, rekapakatoske vila, shakate palanda, rikala mande gobaradego, rikala magoda baradego saya. Je, kuna nguvu ambayo inazuiaga huduma kukua? Rusaya shapaya, rikandesko vila, barila sopa, rakapakata pala. Je, kuna nguvu inayouaga biashara za watu? Je, kuna nguvu kwenye familia yenu ambayo inarudishaga vitu kwenye zero? Je, kuna nguvu ambayo inataka mifuko ya uovu? Je, kuna nguvu ambayo inafanyaga utembee safari ya duara ili uende urudi pale pale? Nani amesema? Rikoma ya sope, jagalibo sapaya. Nena kwa lugha na usikie mtu mwenye asira ya Roho Mtakatifu hapa. Galasha paya kadaba, kamaliko mashaka, rikala mande kobarada, rikora bagoda bayaka, rikala magoda baraka, rikala magoda baraka. Oh, tumepata siri ya kuweka huru familia zetu. Tumepata siri ya kuweka huru biashara zetu. Tumepata siri ya kufanya huduma zetu ziende viwango vingine. Tumepata siri rabakota paya, lagada bakatosha, rialusha payanda, liso bahila, jagalagada bara, rekomela kata. Jamii, nimepata siri jioni leo. Rabagoda, jeketele magodaya, randa gabaka. Kuna nguvu gani inaweza kukaa tumboni? Ipi inaweza kukaa kwenye kifua? Ipi inaweza kukaa kwenye moyo? Ipi hiyo? Ropo kotapaya, jagadagadagada, emro kapaso, ilaswa shapaya, ragadabalagada, katalamande goba, rikalamande goba gadaba. Ni nguvu gani inaweza kuzuia ABC kama? Ni nguvu gani inaweza kuangamiza maisha mshirika yote? Ni nguvu gani inaweza kumuua kabla? Ni nguvu gani inaweza kukatiza maisha yake? Ni nguvu gani inaweza kumkata hapa? Ni nguvu gani inaweza kumpiga kwa ajali? Ni nguvu gani inaweza kuharibu uchumi wake? Karomosi kapaya, rikalaba. Niko juu ya kila nguvu. Ule ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yangu umeniweka juu ya kila nguvu. Umeniweka juu ya kila mamlaka. Umeniweka juu ya kila usultani. Umeniweka juu ya kila jina. Umeniweka juu ya kila ufalme. Juu karamasota, rikala magodaba, rikala maskopera, rikala mandegoba. Tunaponena kwa lugha, misingi inapasuka. Rakapaya zote, nekatoshe parande, ikakakakakakaka, rakopayanda. Juu ya roho za maeneo, juu ya Jezebelic spirit, juu ya roho za kina Jezebel, juu ya kina malkia wa kipepo, juu ya roho za majini, juu ya pepo, juu ya majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho. Kalia shapayana. Hey, kalamalaka da baraka. Rikalamande.
zeruske paya galuske pere zagadema katapa rikalamanda. Uchawi wa maeneo unakatika, uchawi wa familia unakatika, uchawi wa miji unakatika. Rapakotaparaga likoramande gopakatapa rikalamande 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 gadaparaga. Kamba zinakatika hivyo, rikalamande gopaka. Minyororo inakatika, karoboshika. Kama ilikatika wakati Bwana Yesu anafufuka, haiwezi kustamili. Lusa payagaya kadabale kosi rikalamagoda baraka likaramande gopaka rikalamande gopakadaba rikalamagode baraka rikalamande gopakadaba rikalamago ayayaya rakopa ayayaya rikalamande gopakadaba. Wewe nani ulisimama mbele yangu? Wewe ni nani? Wewe nani ulisimama mbele ya huduma yangu? Wewe ni nani? Ni nani wewe umesimama mbele ya familia yangu? Nani umesimama mbele ya uchumi wangu? Mwambie wewe ni nani? Kalama sopa rikalama, au umejisaulisha? Rikalama sapaya, aliyeko ndani yangu ni mkuu. Hey, aliyeko ndani yangu ni mkuu. Shipa ya mala rekopaya. Jeni roza mizima, aliyeko ndani yangu ni mkuu. Magoda baraka rikalamanderebo keremakotalaba. Kila mchezo wa adui umefutwa, kila hila imefutwa. Kitemaskopela garusa paya shegedeberegada lande kaparagada. Hakuna uonevu wa adui utakaribia kwenye maisha yetu. Hakuna uonevu wa adui utakaribia kwenye familia. Utakaribia no. Hautachungulia hata kwa mbali kwenye hili kanisa. Rikaramanda. Hii ndio ile nasema mauti zilisema tumesikia habari zake. Kuzimu na uharibifu vilisema tumesikia habari zake. Habari zenyewe ndio hizi. Hizi ndio habari zenyewe ya kwamba ndani yangu pana ukuu, pana ubora wa ukuu wa uweza wake. Ndani yangu, hizi ndio habari zenyewe. Tumesikia habari zake. Tumesikia habari zake. Tumesikia habari zake. Rikana magoda baraka.